Mambo vipi mtazamaji wa PMTV Tanzania? Karibu katika update za PMTV na hapa tunakujuza mengi. Sasa moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa kwenye siasa za Tanzania ni pamoja na habari zilizokuwa zikisambaa mtandaoni kwamba mbunge Shabibi wa Gairo, jimbo la Gairo, ameitwa na TAKUKURU kwa ajili ya kuhojiwa. Sasa Speaker Leo Zungu amejibu, anasema sijatoa kibali cha mbunge yeyote kuhojiwa TAKUKURU. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amekata mzizi wa fitina kuhusu madai ya baadhi ya wabunge kuitwa kuhojiwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, akisisitiza kuwa hakuna mbunge atakayehojiwa nje ya utaratibu wa bunge, kwa kauli aliyoitoa ndani ya ukumbi wa mjadala. Akitoa mwongozo bungeni leo Februari 5, 2026, Spika Zungu amebainisha kuwa ofisi yake haijapokea wito wowote na wala hajatoa kibali kwa mbunge yeyote kuhojiwa. Amesema uhuru wa mbunge kutoa maoni yake bungeni unalindwa kikatiba na kisheria ili kuruhusu uwakilishi wa wananchi bila hofu. Spika amerejea vifungu mbalimbali vinavyolinda uhuru wa wabunge, ikiwemo ibara ya 100 ya katiba ya Tanzania inayotoa uhuru wa kusema na kujadiliana bungeni bila kuhojiwa na chombo chochote nje ya bunge, na sheria ya kinga madaraka na haki za bunge sura ya 296 kifungu cha 3C kinachomkinga mbunge dhidi ya mashtaka au kuhojiwa kwa yale aliyoyasema akiwa kazini bungeni. Zungu ameeleza kuwa endapo mbunge atakiuka kanuni za bunge katika mchango wake, spika ndiye mwenye mamlaka ya kumtaka afute kauli, kufuta mchango huo kwenye kumbukumbu za bunge, yani Hansard, au kumpeleka mbunge huyo kwenye kamati ya haki, kinga na madaraka ya bunge kwa uchunguzi na si vyombo vya nje kama TAKUKURU. Ufafanuzi huu unakuja kufuatia kauli ya mkurugenzi wa TAKUKURU Crispin Chalamila kueleza kuwa taasisi hiyo imesikia kauli ya mbunge wa jimbo la Gairo Ahmed Shabibi kuhusu tuhuma za ufisadi na kwamba inasubiri apeleke taarifa rasmi alizonazo. Kauli hiyo ilikuja siku mbili baada ya mchango wa Shabibi na Kangi Lugola, mbunge wa jimbo la Mwibara bungeni jijini Dodoma, kuhusu ufisadi wakati wakichangia hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya ufunguzi wa bunge la 13, ambapo walidai kuwa nchi bado ina mafisadi wengi wanaokula kuliko inavyodhaniwa. Nini maoni yako? Shiriki nasi kwenye comment hapo. Asante.